You've got to try this combination. Soft homemade naan bread with tender, juicy chicken wet fry cooked in a rich and flavorful sauce. Stay with me and let's turn simple ingredients into an amazing meal. Welcome. Bila kupoteza muda, pale tuchukue nyama yetu. Nyama yetu ni ambayo haina mfupa. Sijui mnaita vipi? Sijui ndio inaitwa breast. Yeah, I think so, but ni nyama ambayo ya kuku haina mfupa pale. Maana kwanza tunaiosha kwanza. Make sure unaosha kuku wako vizuri. Unaweza muosha na limau. Chochote unachopenda, lakini mimi namuosha hivyo. Kama nimemaliza. Cha kwanza nikatia chumvi, weka salt kidogo. To taste, right? Make sure unachemshanga nyama yako na chumvi. Inakuwa rahisi, yani inakuwa imepenetrate ile chumvi kwenye nyama vizuri kuliko ile ya kumwagilia baadaye. Pale nikatia chumvi kidogo, kisha nikaweka food color. Zamani food color ni ile ya kuweka the color, alright? Pale nikaweka food color kidogo, kisha baadaye nikaongeza maji. Wewe unachemshaga kuku wako vipi by the way? You know we have a different style of cooking, right? But mimi nafanyaga hivi. But if you do this, man, utapata recipe tu nzuri. Pale nikatia maji kidogo, pia nikawasha moto pale jikoni. Hii nyama ni soft, so haina mfupa. So it means like around 10 minutes to 12 minutes. Itakuwa iko sawa. Yani mpaka yale maji nimetia pale itakuwa yashakauka vizuri. Nikakelea nyama yangu, pale inakauka. Pale pembeni tukandeni unga. Unga ni wa naan bread for the first time. Hii ni recipe yangu ya kwanza, nataka kujaribu nione vipi kutenda vipi, alright? Pale katia unga wangu kidogo kama vile, kisha nikachukua sukari, lakini hizi vitu kama sukari, chumvi, those things are optional. Ukisikia wewe huwezi weka sukari, haina shida, unaweza weka kitu ambacho wewe unapenda wewe. Pale nikaweka sukari kidogo, kisha nikatia chumvi. Lakini chumvi sidhani kama mtu atasema ni optional, right? Chumvi ni kitu ambacho lazima uweke. Pia nikachukua yeast yangu, maybe useme yeast, but yeast tunaweka it because ifure. Yani the dough itoido. Tutaita vipi? Pale nikaweka yeast yangu kidogo, kisha nikachanganya. Pale unaweza tumia mkono, kijiko chochote tu ambacho uko nacho. Useme eti hautakula nani because hauna brush. No, alright? Pale nikachanganya, pia nikachukua blue band kidogo, nikatengeneza pale ndani. Sasa tumeweka blue band pale, itabidi nitumie mkono maana ile whisk haiwezi koroga avocado nini. Haiwezi koroga blue band kwenye unga zamani. Avocado tena. Kama nimechanganya blue band yangu pale vizuri ile make sure imechanganyikana. Kingine, pale unaweza tumia maji. But it because mimi nataka ikuwe softer, gonna use the milk, alright? Pale katia mafuta kidogo, this is a cooking oil, usishindwe ni nini naweka pale ndani. Then changanya pia vizuri kwanza before you add any liquid form, alright? Kama ni maziwa, maji, yogurt, chochote. Kuna wengine pia naona wanaweka yogurt, lakini mimi hapana, alright? Mimi natumia kitu ambacho ninacho. Nikachukua maziwa yangu pale, nikamimina kidogo, sawa? Maziwa inaweza kuwa baridi ama warm, vile unapenda. Sijui kama tunaelewana. Pale nikachukua unga wangu. After kumix maziwa naendelea kukanda. Yani the difference ilikuwa hii kitu ni kama chapati. The difference is pale tutatia mafuta kwenye kikaango. Sawa? Yeah, that's only the difference between a chapati dough and a naan bread dough. Okay? Pale kamaliza dough yangu vizuri pale. Kumbuka lazima tuiweke kwa dakika kidogo, almost an hour. Ni vizuri unga uikande usiku ama saa zile una masaa mengi. Manake inataka ifure, ama you wait for the yeast to kufura then uchanganye. But mimi sasa singojangi, huwa na mix zote kwa pamoja kisha nafunika. So because the end of the day itakuja juu. Sawa? Pale nikaifunika the kitchen towel, sorry. Lakini kama hauna ile pia unaweza funika na mabati. Yani in short is to make that dough ikuwe mahali hakuna baridi. So to make the dough ikae mahali hakuna baridi na make sure ufunike. Kwenye mboga tuna hoho, kuna limau, kuna saumu, kuna tomato, and we also have the carrot na dania. Sawa, hizo ni vitu ambavyo tunakutumia. Unaona nyama yetu sasa ilianza kufanya nini? Kuiva. Unaona sasa pale imekauka vizuri. So niliweka mafuta kidogo, kuikausha kidogo. Mimi napenda kuikausha ile ikauke tu kidogo tu, si eti ile sana. Inakuwa na the taste. Yani inapata taste nyingine different. Apart from ngeikanga direct bila kuikausha, hapa inapata the main rather. So pale nikana blend tomato zangu. Kuna saumu kisha crate pale, unaweza bonda, unaweza katakata. Kuna limau, kuna dania, kuna karoti, kuna vitunguu na pia hoho. Hizo ni vitu sasa nishazitengeneza. Kwa sababu pale mwanzo zilikuwa bado hazijatengenezwa. Kukongo shakauka vizuri hata mwenyewe unamuona. Kamtia kwenye kibakuli pale kidogo, okay? Unaweka kwenye kibakuli pale. Kwenye ile sufuria natia vitunguu vyangu. Vitunguu hapa ilibidi nikate vidogo maana yake sikuwa nataka vitunguu vikubwa. Sawa?
pale to make sure kitunguu chetu sasa pale kinaiva, na make sure kitunguu chako kimeiva kwanza before utie kitu kingine chote. So pale nimetia kitunguu. Kilichofuata ni saumu ambayo tutaweza kukliti kaka kidogo pale na make sure inaivana. Alafu kitunguu saumu ni vizuri hivi, na ndo hivyo unaweza ikanisha pamoja na hoho na karoti, maana zote tunataka ziweze kuiva. Kuzendo the kuna tomato kwanza, so zitaiva kwanza na steam yake. Pale kawa nimetia hoho wangu pale, karoti, koroga vizuri. Mimi napenda kukoroga vitu. Kuna watu wengine naona hawapendi. Unaweka kidogo unafunika. Ndio maana shangazi zingine wanashangaa chakula imeshika chini kivipi. Moto hujazidisha, sijui nini hujazidisha, but at the end of the day unakuta iliungua. Yeah, so mjifunze koroga, yani in short kuchanganya. Kama imeiva, kachukua tomato zangu sasa ambazo nisha blend, kachanganya kwenye ile mixture ambayo ni ya hoho, karoti, vitunguu na saumu kwa pamoja. Sawa? Pale niliweka vidonge, ni vile sikuweza kurekodi, lakini niliweka vidonge vyangu kama kawaida, kisha nikanyunyizia maji ya limau. Najua wengi wenu mnajua maana ya limau kwenye chakula. Mimi kwanza naipenda kwa sababu ya ladha yake. Mimi natia limau kila mahali. Yeah. Kado nikachukua kuku wangu pale, sasa nishamkausha. Hizo nilimkausha juu sikuwa nakuja kumkausha tena ama kumchanganya na vitunguu. Kwa namweka direct to the sauce, alright? I think now you get the picture. Pale kuku wangu nikawa na moto sasa tokoti jamani. Yeah. Hii recipe na ule mpaka lazima islap. Okay, pale kana nimekoroga zangu pale. Hasa hapa imefika the final thing ile ya kuweka dania, si mnaijua jamani wenzangu. Kana natia dania juu chakula ishaiva, pale kachukua dania zangu kidogo nikasprinkle juu kidogo, ama nikarusha pale juu. Kana koroga zangu pale na make sure imechanganyikana. Make sure chakula chako kinachanganyikana. Si kuweka hiki then una disappear. Changanya chakula. Alright, pale nikawa imeiva na kuweka pembeni. After 1 hour, 30 minutes unga wetu ama the dough ilikuwa iko ready. So inafaa ukifinya kama vile hivyo the air inarudi ndani. So inamaanisha lazima nifanye hivyo vyote ndo ile hewa ama the air iweze kutoka pale. Unga wangu ulikuwa uko soft kabisa. Okay. Niliendelea kukanda kidogo pale ile kukaribisha sasa jikoni. Unajua pale ulikuwa umewekwa upumzike. Sasa hapa ndo tumefika kwenye mapishi. Sasa nilikuwa nawaambia tuko ready kupika. Pale nikachukua dough yangu. You cut in small cubes ama in small circle as you wish. You can cut in small square, rectangle. Ni vile wewe unavyotaka wewe. Sawa, shape ni ambayo inakubamba. Ni pale kakata in small balls, pole. Kaiweka pale pembeni. Alright. Endelea kukata ya kwanza kama vile nikaizungusha pale vizuri utengeneze circle dough. Alright. All your favorite shape. Tumeelewana? Yes. Make sure unatengeneza hiyo shape yako ambayo unapenda wewe vizuri. Take your time. Kawa nimeweka ya kwanza, kilichofuata pia nikafanya ya pili the same. Alright. Nilikuwa na tengeneza for the first time, ya pili pia nikalol and I put aside. Alright. Naekelea kwa pani. Ile pani pia ile sinia samani niliweza kusprinkia unga kidogo. So ukaweka pale kama vile unaviona pale, nikazipanga kisha nikazifunika. Hapa sikuzipa muda sana, nilipa kama 15 minutes. Kwa pia time ilikuwa inakimbizana. Kikango kiwe moto. Make sure kango changu kimeshika moto properly. Lakini sasa ujue hapa tuko na disadvantage because the pan yetu say none ni nyingine. So ujue ikishika moto sana pia inaungua. So lazima ujue kubalance. Okay, mimi niliweka lakini niliona moto, lakini the end of the day I have tried. Lazima pia mnafahamu uniambie yenyewe you have tried. Alright, pale kama nimeponda kama vile unaisukuma. Sasa hii si kama chapo, hii ugeuzi the other side. Yes, hii si chapo. Kwa sababu ukigeuza the other side utaifanya kama chapati. So you just roll it like this. Ni soft enough to kukifanya tu hivyo inajipeleka yenyewe. Kikango chetu pale kinashika moto, nikawa nazungusha nikaekelea yangu pale jikoni kama vile ilikuwa imekauka vizuri kikango. Kina mafuta pale nika make sure imekauka zangu pale. Nikakausha. Lakini mezangu ikufura, lakini niliweza kumaliza. Ilikuwa kama vile 100 and our chicken wet stew na hiyo na vipi. I really tried for first time. See you on our next video. Bye.